Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mimi nakusalimu ndugu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe mfuatiliaji wangu wa karibu sana wa channel hii ya Uamsho wa Kanisa TV. Leo Bwana amenipa neema tena niendelee kuchambulia matukio ya siku za mwisho ambayo wewe unayekumbuka niliyaorozesha matukio ya siku za mwisho kwamba tukio la kwanza kunyakuliwa kwa kanisa, la pili lakini si kwa mpangilio wake. Vita vya Gogu na Magogu, taji kwa watakatifu na harusi ya mwanakondoo. Tukio la 4 ni dhiki kuu. Tukio la 5 ni vita vya Harmagedon. Tukio la 6 ni kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani. Tukio la 7 ni vita vya Harmagedon. Vita vya Gogu na Magogu. Tukio lingine la 6 ni vita vya Harmagedon. Tukio la 7 miaka 1000 utawala wa Yesu Kristo duniani. Tukio la 8 ufufuo wa wafu. Tukio la 9 kiti cha enzi kikubwa cheupe cha hukumu. Tukio la 10 jehanamu ya moto. Tukio la 11 mbingu mpya na nchi mpya. Wewe unaikumbuka nilikuelezea kwa habari ya kunyakuliwa kwa kanisa kama tukio la kwanza. Niliingia tukio la pili ambalo niliongelea habari ya dhiki kuu na nikakwambia kanisa litapitia hayo mambo. Tukio la 3 ambalo nilikuelezea lilikuwa ni tukio la vita vya Gogu na Magogu ambao nilikwambia liko mbioni kutokea, tukio la vita ya 3 ya dunia. Lakini tukio la 4 ambao nilikwambia ni kuhusu taji kwa watakatifu na harusi ya mwanakondoo. Leo ninakwenda kuongelea kuhusiana na vita vya Harmagedon. Nimekuwa kidogo mbali na mtandao, sijakuletea matukio kwa sababu ya sababu ambazo zingine ziko nje ya uwezo wangu, lakini zingine ni kwa sababu ya maandalizi ya semina kubwa, semina ya uamsho, semina itakayoongozwa na mtumishi wa Bwana Nabii Aston Adam Mbaya. Kwa hiyo na kila sababu ya kukaribisha wewe mtumwa wa Kristo unayependa injili ya kweli uhubiriwe kila mahali na unapenda watu wengi wamuone Kristo, ukaribie kuja kusikiza semina itakayofanyika kuanzia tarehe 3 ya mwezi wa 7 mpaka tarehe 12 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Usipange kukosa kwa sababu ni semina kubwa mno, ni semina ya uamsho, nabii wa Bwana Aston Adam Mbaya. Lakini pia usisite kusapoti semina hii, maana watu wote watakao kufika hapa Mbinga mjini watakula na kulala bure. Kwa hiyo ni wewe utakayewawezesha watu kushiriki semina vizuri kabisa. Wewe ambaye Mungu amekubariki, amekupa fedha, amekupa mali, amekupa kila kitu, hebu fanya kwa ajili ya Bwana ili mwili wa Kristo uweze kuendelea mbele, ili watu waweze kumuona Mungu kwa viwango vikubwa kupitia baraka zako ambazo Mungu amekupa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu sasa uendelee kufuatilia kile ambacho ninaendelea kukisema kupitia rekodi hii ambayo ninaitoa siku ya leo. Vita vya Harmagedon. Vita vya Harmagedon au wanasema Harmagedon War. Haleluya, haleluya. Kabla ya utawala wa Kristo wa miaka 1000 duniani pamoja na watakatifu wake, kutatokea vita ijulikanayo kama vita ya Harmagedon au inaitwa Magedon War. Harmagedon War. Sasa vita hii tunaipata wapi? Vita hii tunaipata katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, sura yake ni ya 16. Acha tukasome Ufunuo wa Yohana. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura yake ni ya 16. Haleluya, haleluya. Haleluya wana wa Mungu. Ufunuo wa Yohana sura yake ni ya 16, lakini mstari wake ni wangapi? Mstari wake ni tutasoma mstari wake wa 16. Turudi Ufunuo wa Yohana 16 tuanzie 14. Tuanzie mstari wa 14 mpaka mstari wa 16. Angalia neno la Bwana linavyosema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 16 kuanzia mstari wa 14. Biblia inasema, hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kwa kusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. 15. Tazama naja kama mwivi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaiona aibu yake. Mstari wa 16. Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Harmagedon. Angalia hilo neno Harmagedon. So katika Biblia Harmagedon
inarejelea pigano la wakati ujao kati ya Mungu na majeshi ya muovu, majeshi ya shetani. Harmagedoni kwa Kiebrania linamaanisha mlima wa Megido, mlima Megido, eneo lililotabiriwa la vita. Na vita hivi vitatokana na mpango wa shetani wa kutaka kuchukua ufalme kutoka kwa Yesu mwenyewe, yani Yesu Kristo, kama alivyojaribu kufanya mbinguni. Katika Ufunuo wa Yohana 12 kuanzia mstari wa 7, kulikuwa na vita mbinguni, malaika Mikaeli na malaika wenzake wakashindana na yule joka na malaika wenzake, lakini maandiko yanasema walimshinda, wala mahali pake hapa kuonekana mbinguni. Kwa jaribio hilo atakalotamani kulifanya kwa kuwakusanya watu wote walio chini ya muovu shetani ili kuleta vita na watakatifu, atapigwa vibaya sana. Yaani jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba mwisho wa shetani ulishatabiriwa kwamba yeye ni wa kushindwa siku zote. Kabla ya kuja kwa Yesu Kristo duniani mara ya pili, kwa ajili mara ya pili, kwa sababu nilikwambia ujio wa mara ya kwanza alikuja kama dhaifu akazaliwa, lakini alikuja kwa ajili ya kutukomboa. Ujio wa pili atakuja kama mfalme wa wafalme na atakuja kama Bwana wa mabwana. Na hapa tunaona jitihada za shetani au joka, yani mpinga Kristo na mnyama wa kwanza na nabii wa uongo, yani mnyama wa pili ambao ni utatu muovu, watatumia roho chafu ambazo zitashawishi watu wa mataifa waliobaki katika dhiki ile kubwa ambayo nilikueleza hapo nyuma, yani dhiki kubwa, kutoka duniani kote na kuwaweka tayari kwa vita ili wapigane na majeshi ya Yesu Kristo mahali paitwapo kwa Kiebrania Harmagedon. Hapa ni bonde la Magido. Bonde la wapi? Bonde la Magido, ambalo limekuwa mahali pa vita kwa muda mrefu sana. Katika historia yote majeshi yamepigana vita vingi sana katika eneo hilo. Tunaona Wamisri, Waashuru, Wagiriki, tunaona Waroma walipigana katika bonde hilo. So bonde hili lipo kusini magharibi mwa mlima wa Karmelo. Ukisoma Nyakati wa Pili, acha nikusomee hili neno. Nyakati wa Pili, kitabu cha Mambo ya Nyakati, Nyakati wa Pili sura ya 35 na mstari wa 22, maandiko yanasema, walakini Yosia hakukubali kumgeuzia uso mbali, akajibadilisha apate kupigana naye, asiyasikilize maneno ya Neko aliyotoka kinywani kwa Mungu, akaja kupigana bondeni mwa Megido. Sikiliza hilo neno, bondeni mwa Megido. Hata ukisoma Zekaria 12:11, Wafalme wa kwanza 18:17 mpaka 19, utaangalia vita vingi vimepigana katika hili bonde la Megido. So katika vita hiyo kutakuwa na mauaji makuu. Wenye dhambi watauawa kwa maangamizo makubwa mno. Naposema makubwa, ninamaanisha makubwa mno. Acha tusome. Biblia inasemaje? Ufunuo wa Yohana sura ya 17 anzia mstari wa 12. Angalia. Biblia inasemaje? Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Hawa wana shauri moja. Sikiza hilo shauri. Nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa watafanya vita na mwanakondoo, na mwanakondoo atawashinda. Sikiza hilo neno. Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Umeliona hilo neno? Hata ukienda Ufunuo wa Yohana 14:19 mpaka 20 au 17, Ufunuo wa Yohana 19:11 mpaka 21, utaangalia hayo ninayokuambia. So hapo tutamwona Yesu akiwa mtu wa vita na Bwana wa vita halisi, kama nilivyosema katika Kutoka 15 mstari wa 3 kwamba Bwana ni Bwana wa vita na Bwana ndilo jina lake. So Kristo atayashinda majeshi ya mpinga Kristo, na baada ya vita hivi shetani atashikwa na kufungwa miaka 1000 kama inavyosema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura yake ni 20. Ufunuo wa Yohana sura yake ni 20. Anasema, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake,
akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga kati ya muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Tunaona mara baada ya vita hivi Shetani atashikwa na kufungwa miaka 1000. Kwa nini afungue miaka 1000? Ili kupitisha tukio nitakalokusimulia au nitakalokufundisha la miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo duniani, kwa sababu hawezi wakatawala mabwana wawili. Shetani ni bwana wa dunia hii, lakini yuko mfalme wa falme ambaye anatakiwa kutawala akiwa bwana wa dunia amefungwa, yani Ibilisi na Shetani lazima afungwe ili kupisha utawala wa mfalme Yesu atawale pamoja na watakatifu wake wote. Na tunaona hapa mnyama wa kwanza yani mpinga Kristo na yule mnyama wa pili yani nabii wa uongo watatupwa katika ziwa la moto wangali hai. Angalia neno hili katika Ufunuo wa Yohana 19, angalia mstari wa 20. Anasemaje? Mstari wa 20, Biblia inasema yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Sikiza neno, wakatupwa wangali hai. Na hapo ndipo utakapoanza utawala wa miaka 1000 wa Yesu Kristo duniani. Na huu ndio utawala ambao nitakusimulia kwa kipindi kinachofuata, utawala wa miaka 1000, miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo duniani. Huo ndio utakaofuata baada ya hapo, kwa sababu kiangalia mstari wa 11 utaona mambo yatakayoendelea ambayo yatapelekea mpinga Kristo na mnyama na Shetani ufalme wao kushindwa kabisa. Na ndipo Yesu atatawala miaka 1000. Baada ya miaka 1000 nini kitaendelea? Endelea kufuatilia Uamsho wa Kanisa TV. Baada ya hii vita vya Armageddon nini kinaendelea? Endelea kufuatilia Uamsho wa Kanisa TV, lakini usisahau ya kwamba tuko kwenye maandalizi ya semina kubwa kabisa ya Uamsho wa Kanisa ya mtumishi wa Bwana Nabii Aston Adam Mbaya kutoka Kongo. Wewe unayesikiliza shuhuda zake, kama hujawahi kusikiliza, nenda Promova TV, andika vyumba 351 vya kuzimu. Utasikia ushuhuda huu wa mtumishi wa Bwana aliyepewa neema ya kwenda kuzimu. Akaona vyumba 351 vya kuzimu, lakini pia alienda paradiso, akaenda mbinguni, akaona miji iliyotelekezwa, akaona watu waliokosa baraka zao, waliotumika hapa duniani, lakini baraka zao ziko mbinguni, wamezikosa kwa kutupwa jehanamu ya moto. Haya yote tunayasema ili na wewe uweze kusikia neema ambayo mtumishi wa Bwana amepewa. Karibu sana Mbinga mchini, Ruvuma, Tanzania. Lakini pia wewe ambao unaendelea kusupport semina hii, usihesabu gharama, endelea kusupport tena na tena. Bado tunahitaji mahitaji mengi ili kuweza kukamilisha semina yetu. Baki na wiki 2 tu ili semina hii ianze. Anza kusupport. Kama umeanza, usihesabu gharama, endelea kusupport ili kuweza kufanikisha semina hii kwa viwango vikubwa sana. Na Mungu